Nianze kwa kujipa pole mimi mwenyewe. Pole sana mama yetu Veronica, baba Mfumbusa. Pole sana kaka Julius. Pole sana dada Restituta. Pole sana dada Francisca. Pole sana baba Madama. Pole sana baba Nuncio. Poleni sana maaskofu wakuu. Poleni sana maaskofu. Pole sana Mheshimiwa Makamu wa Rais mstaafu. Poleni sana mapadre wa Kondoa na wote mliofika. Poleni sana watawa. Na poleni sana ndugu zangu wote. Raha ya milele umpe Bwana. Baadhi yenu mliwahi kumsikia Kardinali Newman. Huyu akiwa bado kijana aliishi kule Italia, na siku moja akiwa anarudi nyumbani Uingereza alikozaliwa, akiwa kwenye meli, zile meli zilitumika sana. Walipofika eneo la Sicilia, meli ilipata shida kidogo, ikachelewa pale kwa siku kadhaa. Naye katika kipindi kile ambacho meli imechelewa akaugua. Akaugua sana tu mpaka akafikiri anakufa, mwisho wake umefika. Akiwa katika hali hiyo ngumu, aliandika maneno yafuatayo: mwanga niongoze katika hili giza. Mwanga wa Mungu niongoze katika hili giza. Anaandika Newman. Kwake kilikuwa ni kipindi cha giza, lakini hakukata tamaa. Bado aliamini katika mwanga wa kimungu. Ndugu yetu Askofu Bernardin, naye ninamwona kama Newman. Nilikuja kumwona wiki mbili kabla hajaenda Nairobi kwa matibabu. Tukaongea mengi. Alikuwa bado kitandani, lakini alikuwa mdhaifu sana, lakini alikuwa hajali hali yake. Anasema Mungu yupo baba, Mungu yupo, atanijalia nguvu. Hiyo ndio imani ya huyu baba ilivyokuwa. Lakini pia sisi hapa sasa hivi, na tangu tusikia habari zake, tumekuwa katika hali ya majonzi vile vile, na tupo katika hali ya majonzi. Yote ambayo tumesema tangu tusikie kifo chake yanadhihirisha hilo, kwamba tuko katika majonzi na maumivu. Lakini hali hii haitadumu kwa muda mrefu sana. Ni kwa sababu tunajua kwamba nguvu ya Yesu mfufuka itajaza utupu aliouacha mwenzetu. Tunaamini kwamba mwanga wa imani katika Kristo mfufuka, fumbo tuliloadhimisha wiki chache zilizopita wakati wa Pasaka, litajaza mioyo yetu nguvu tena. Huu mwanga wa Kristo ninaozungumzia ulianza kule Galilaya, lakini ulikuwa kwa ajili ya dunia nzima, sio kwa ajili ya Galilaya tu. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo aliwateua wale mitume wake na kuwaambia wakasambaze
huo mwanga ulimwenguni kote. Mmesikia katika Injili Kristo anasema, nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Mathayo mmesikia sasa hivi sura 4. Anapowaambia wakawe wavuvi, anawapa mitume utume maalum, utume wa kupeleka habari njema kwa dunia nzima, kupeleka imani kwa wasio na imani, kupeleka matumaini kwa wasio na matumaini, kuwapa nguvu walio dhaifu na kuwafariji wanaolia. Sahihi tunapomsindikiza ndugu yetu huyu aliyekuja duniani hapa na akateuliwa na Mungu kutangaza habari hiyo njema kama mitume, tunakumbuka huo utume maalum. Mpendwa wetu Askofu Bernardin Mfumbusa aliitika wito huo kwa nguvu zake zote na akafanya hilo kila siku. Ratiba yake ya kichungaji inadhihirisha hilo, na mipango yake mingi ya maendeleo katika jimbo hili inajisemea wenyewe kama tulivyosikia katika wasifu wake. Amefanya mengi kwa jimbo hili, tena kwa upendo mkubwa. Amefanya mengi katika kanda yetu ya Dosiko, kanda ya kati, Dodoma, Singida na Kondoa, tunaitwa Dosiko sisi. Amefanya mengi katika kanda ya Mesea, kwa kanisa lote la Afrika na dunia nzima. Hata alipochoka kwa ugonjwa wake, bado alikuwa tayari kutumikia, na hakika amefanya makubwa. Anastahili kupongezwa. Elimu yake, moja ya vitu ambavyo kwavyo tutamkumbuka sana ni ubobezi wake katika elimu. Alikuwa msomi wa hali ya juu sana tu, na hakika leo tunazika kichwa kilichokwenda shule. Usomi wake huo ndio uliosukuma Baraza la Maaskofu kumpa majukumu mbalimbali, ikiwepo la kuajia elimu kule Sauti na maeneo mengine mengi. Na akiwa Sauti alionyesha kuwa yeye sio msomi tu, bali ni mtu mwenye busara nyingi pia. Ndio maana tukachagua ile somo la kwanza la busara. Labda hapa nifafanue kidogo tu tofauti kati ya busara na elimu. Wengine huwa tunachanganya hayo mawili. Mtu hupata elimu kwa kusoma vitabu na kwa mang'amuzi ya maisha, hilo mnajua. Busara kwa namna fulani inafanana na elimu, lakini asili yake ni Mwenyezi Mungu, sio vitabu. Kwa hiyo busara ni ya juu zaidi kuliko elimu, na kwa sababu asili yake ni Mwenyezi, haina hila ndani yake busara hiyo. Mfano, mtu mwenye elimu kubwa au akili kubwa anaweza akatumia uwezo wake huo kutenda mabaya, kama vile kuvuruga jamii, kuvuruga mawazo ya watu. Wale jamaa wanaoshughulika sana na cyber crime ni ujanja wa kudukua siri za watu kwenye mtandao na hata kuwaibia watu kimtandao na hivyo. Sasa watu wenye akili, lakini akiwa na busara ya kimungu, yote anafanya sawa sawa Mungu anavyopenda. Sasa tumweke Askofu Msumbusa katika hili equation. Mnakumbuka hesabu ya equation Tumweke sasa kwenye hilo equation. Nilianza kwa kusema kuwa Askofu Msumbusa alikuwa msomi sawa sawa, lakini kwa kujua kuwa elimu peke yake haitoshi, aliomba sana na kuishi kwa nguvu zake zote busara
aliyopata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine, aliishi kile tulichosikia kwenye somo la kwanza mzee Busara aliyotuambia. Hiyo ndio sababu iliyomfanya kanisa la Tanzania limpe majukumu niliyoshawataja, lakini pia akapewa majukumu mengine katika ngazi ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na Afrika yote, na hatimaye akawa askofu wetu hapa. Na labda nusio akipenda kutaja atataja kwamba siku chache kabla ya kifo chake, siku chache kweli, 3-4 tu, Baba Nusio alikuwa amemletea habari kwamba amechaguliwa kushughulika na masuala ya upashanaji habari, na Baba Mtakatifu alimchagua na kwenye hilo jopo la wataalamu hao, na alikuwa mwezi ujao aende Kigali kwa mkutano wao wa kwanza. Lakini basi Mwenyezi amemwambia, Kigali yako ni mbinguni kwangu. Wapendwa, tulitaka Mwenyezi Mungu atupe mtu wa namna gani zaidi? Asante Mwenyezi kwa zawadi ya Baba Mfumbuza. Sasa leo tunapomsindikiza katika safari yake ya mwisho, nipende kumwomba Mwenyezi saa hii daima ainue vijana wengi zaidi kama Baba Mfumbuza, wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wenye busara, ambao wataendelea kuitumikia kanisa pamoja na jamii ya Watanzania. Lakini pia nimwombe Mwenyezi atupe busara sisi wote ndio viongozi na sio viongozi, haidhuru wewe ni mtu namna gani. Mungu atupe busara itusaidie katika kufanya maamuzi. Mungu atufanye tuwe na hofu ya Mungu katika utendaji wetu. Kwa nafasi hii pia nipende kutaja changamoto iliyopo katika jamii ya sasa hivi kuhusiana na elimu. Kuna hili la tuition. Kila mzazi mwenye uwezo anataka mtoto wake apate tuition. Nimeshangaa juzi nimeona hata wale wachekechea eti wanaenda tuition. Jamani, kujifunza tuition ndio ugonjwa huo. Tunapofikiri kinachotolewa darasani hakitoshi, lazima kiongezwe na tuition. Kwa hiyo kuna shida hapo. Shida huko darasani na shida labda sisi wazazi. Ni vizuri wanaohusika kinachofundishwa darasani kitoshe. Lingine linalotokana na hilo, sasa wazazi tukisha fikiri elimu ndio kila kitu, ndio alfa na omega, ndio kila kitu, hata mtoto anapotakiwa aende mafundisho kujiandaa kwa komunyo ya kwanza na kipaimara, baadhi ya wazazi wanaona mtoto anapoteza muda, aende tuition, asiende kanisani kupata mafundisho. Lipo hilo. Mashahidi zangu ni wa paroko na mababu na wale wakatekista na wafundisha watoto. Kwa hiyo naomba niombe wazazi wote sasa rasmi kabisa kama mzee, naombeni wakati wa masomo ya kawaida mtoto aende shule na asome kwa nguvu zote, lakini inapokuja masuala ya kwenda kujifunza dini aende akakae na wenzake. Na linalofanana ni hilo ni wale wazazi wachache ambao kwa sababu ya vijisenti vyao hawataki watoto wao wakachanganyike na watoto wengine kwenye mafundisho. Mtoto wangu hawezi kwenda huko. Baba mmoja alikuja na gari akamchukua mtoto kabisa, akiwa na wenzake wanajifunza mafundisho. Si vizuri wazazi. Niseme nini tena kuhusu baba huyo? Mmesikia eneo lake la ubobezi ni teknohama au tehama. Mmesikia katika wasifu. Hiki ni kifupi cha teknolojia ya habari na mawasiliano
kwa Kiingereza wanaita ICT, Information and Communication Technology. Hii ni dhana pana sana inayojumlisha matumizi ya kompyuta, vifaa vya mawasiliano kama simu na mitandao na hivyo, na mfumo wa kidijitali, kuhifadhi, kuchakata, kusambaza taarifa hivyo. Lakini pamoja na kuwa baba huyu alikuwa mbobezi katika hilo, alikuwa mwangalifu sana, kwa sababu hili eneo, ndugu zangu, na hasa vijana mnisikilize vizuri, linaweza likasaidia sana, lakini linaweza likapotosha sana. Naposema ni sana tu, nichukue mfano wa AI, Artificial Intelligence, au kwa Kiswahili inaitwaje? Akili memba. Wote mnajua, mnaona hii mambo haya. Akili memba hiyo, visimu vyenu inayo. Na kifupi ni kwamba wataalamu walipogundua hizi mashine hizo zinazotumia hiyo artificial intelligence, walituambia kwamba zinasaidia katika kila kitu, kwamba zinafikiri kwamba zinafikiri kama mwanadamu. Si kweli. Hizi programs hizi, kama kwa mfano nyinyi mnaotumia Chat GPT, mtatambua kwamba kinachofanyika ni kwamba hizi program zina uwezo mkubwa sana wa kutafuta taarifa nyingi kwenye mtandao kwa haraka sana. Ukichapa neno fulani ukaiambia itafute, inaweza ikapitia text zaidi ya trilioni 13 kwa muda mfupi mfupi kabisa, na ikakupa na mara nyingi inapitia kwenye internet kwa taarifa zenu, taarifa ambazo ziko kwenye internet, halafu inakupa nini? Jibu la karibu na swali lilouliza. Underline that. Jibu la karibu la swali ulilouliza, baada ya kupitia kwenye maandishi yote yaliyowahi kuandikwa kuhusu ulichouliza. Kwa hiyo haifikiri, inatafuta mlani aliwahi kuandika nini huko. Kwa upande mmoja linasaidia sana tu. Kwa upande wa mahesabu, kwa mfano, ikikupa jibu uwe na uhakika liko sahihi kwa kiasi kikubwa. Na pia linasaidia ukiambia ikutafutie text katika Biblia zinazofanana, itakupa kwa haraka sana. Na pia inasaidia sana katika mambo ya operations za siku hizi ambazo hawafungui tena tumbo au kifua. Kwenye telemedicine iko vizuri sana. Lakini ndugu zangu, nirudie, katika masuala ya kiimani, ya ethics na moral na nini, msiitegemea hii mashine, kwa sababu haina morality. Inakupa tu jibu ambalo mtu fulani aliwahi kulisema. Kama mtu huyo hana maadili, itakupa jibu lisilo na maadili. Kama mtu huyo hajajifunza hicho kitu kizuri, hii itakupa jibu ambalo sio sahihi vile. Nitoe mfano. Nenda ukitoka kanisani kaandike, niambie Bikira Maria ni nani? Jibu la kwanza atakayokuambia ni mwanamke aliyeishi karne ya kwanza ambaye alikuwa mke wa Yosefu. Full stop. Nilitazama jana jioni kwa udadisi tu. Mtu wa kwanza anajibu hivyo. Sasa wewe kama ukibaki na hilo, utafundisha kitu ambacho ni potofu. Lakini ukiendelea kusoma, daima nakupaga majibu mbalimbali ya jirani. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba haitoi daima mafundisho sahihi ya Kanisa Katoliki. Nasema daima, wakati mwingine najaribu, wakati mwingine si sawa. Kwa hiyo basi, naongea na nyinyi mapadri vijana mnaotafutaga mahubiri kwenye AI. Yasome, lakini usiyakopi yalivyo ukatuletea. Tutafundisha heresi. Pitisha hili hekima ya kimungu na Roho Mtakatifu akusaidie. Uweke na teolojia uliojifunza, ndio ukahubiri. Na pia vijana wote mnaosoma huko kwenye mtandao huo, mjue
Wengine nilikuta wanagombana, nimesoma kwenye internet bwana, kwenye AI iko hivyo. Sio majibu yote ni sahihi. Ndio maana nilisema hapa kwa ajili ya kuwaweka vijana wote na ndugu zangu wote vizuri. Nimalize kwa lile somo la pili ambalo tumesikia kuhusu jumuiya ya kwanza ambayo iliishi kwa umoja, kwa kupendana, kwa kushirikiana. Kwenu mapadri wa Kondoa, Mwenyezi amemchukua kiongozi wetu. Niombe katika kipindi hiki cha mpito, najua tutapata kiongozi wa kutusimamia kwa muda. Niombe tushikane kweli kweli, tuwe kweli kama jumuiya ya kwanza. Atakayetuona aseme kama wale watu wa mwanzo walioona jumuiya wa kwanza wakawasifa, wakasema waone hawa wanavyoshikana. Na ninyi mababa, naomba mshikane hivyo hivyo pamoja na Wakristo wote, tushikane hivyo hivyo mpaka watu waseme, pamoja na kuwa hawajapata askofu, lakini kweli Kondoa wanashikana. Tumsifu Yesu Kristo.